kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema uhusiano wake na Rais Donald Trump wa Marekani bado ni mzuri licha ya Trump kumshambulia kwa maneno kutokana na matamshi yake juu ya vita vya Iran. Merz lakini amesisitiza juu ya athari ya mzozo huu kwa uchumi wa Ujerumani. Hayo yanajiri wakati shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limesema Iran bado ina kiwango kikubwa cha madini ya urani yaliyorutubishwa kwenye kinu chake cha nyuklia cha Isfahan kilichoshambuliwa mwaka uliopita. Amina Abubakar na taarifa kamili. Mvutano uliojitokeza kati ya utawala wa Trump na mshirika wake wa jumuiya ya NATO Ujerumani kuhusiana na vita vya Iran na masuala mengine ikiwemo vita vya Urusi na Ukraine inaonyesha namna wanavyotofautiana kimisimamo katika migogoro hiyo inayoendelea. Licha ya Merz kushambuliwa kwa maneno na Trump, amesema mahusiano yao bado ni mazuri. Kulingana na mimi, mahusiano yangu binafsi na Trump hayajabadilika, bado ni mazuri. Nilikuwa na mashaka tu kuanzia mwanzo kuhusu kile kilichoanzishwa katika vita vya Iran, ndio maana nikaweka mambo wazi kabisa. Mapema hii leo Trump alimshambulia Merz katika mtandao wake wa Truth Social akisema kansela huyo anadhani ni sawa kwa Iran kuwa na silaha za nyuklia, akitahadharisha kwamba Iran ikimiliki silaha hizo itataka kuitawala na kuishikilia mateka dunia. Trump aliyasema hayo baada ya Merz awali kusema kuwa Marekani inadhalilika mbele ya Iran kwa kukosa mkakati ulio wazi kwenye vita vinavyoendelea kati ya Washington na Teheran. Merz alisema mzozo unaongezeka bila ya Marekani kuwa na njia ya wazi ya kujitoa, akisema Iran inajadiliana kwa ustadi mkubwa na kwamba nchi hiyo inaonekana kuwa na nguvu kuliko ilivyodhaniwa. Akizungumza na waandishi habari mjini Berlin, kansela huyo Ujerumani, kando na kusema kuwa mahusiano yake na Trump yapo imara, aligusia pia athari ya vita hivyo kwa Ujerumani na Ulaya kwa ujumla. Tumeathirika hapa Ujerumani na Ulaya kwa sababu ya vita hivi. Kwa mfano, kufungwa mlango bahari wa Hormuz, hali hii imeathiri pakubwa bei za nishati ya mafuta na gesi pamoja na uchumi kwa ujumla. Na kutokana na hilo, natoa wito kwa mzozo huu kutatuliwa mara moja. Licha pande hizo mbili, Marekani na Iran kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda, juhudi za kutafuta amani zinazoongozwa na Pakistan zimekwama kutokana na pande hizo kuendelea kuvutana kuhusu masharti ya kumaliza mzozo huo. Trump tayari ameiambia Iran hii leo kwamba itumie akili na kutia saini makubaliano yaliyopo, akisema nchi hiyo kamwe haitoridhiwa kumiliki silaha za nyuklia. Trump ameamuru kurefushwa kwa muda wa mzingiro dhidi ya bandari na meli za Iran ili kuishinikiza nchi hiyo kusalimu amri. Trump hakufafanua makubaliano aliyoyazungumzia yalikuwa yanajumuisha nini hasa. Iran iliufunga mlango bahari wa Hormuz baada ya makubaliano kwamba Marekani itaacha kuzingira bandari zake, lakini muda mfupi baada ya tangazo hilo, kamandi kuu ya jeshi la Iran ilisema inaubadili uamuzi wake kufuatia Washington kukiuka ahadi ya kufungua kikamilifu shughuli zote za usafirishaji kupitia mlango huo kwa kuendelea na mzingiro wa kijeshi iliyoweka dhidi ya meli hizo na bandari za Iran. Haya yanajiri wakati shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA likisema urani ya Iran iliyorutubishwa kwa kiwango kikubwa bado ipo katika kinu cha nyuklia cha Isfahan kilichoshambuliwa mwaka uliopita na ambacho kimenusurika kiasi katika mashambulizi ya sasa. Mkuu wa shirika hilo Rafael Grossi amesema bado wanachunguza suala hilo na wanaamini Iran ilihifadhi urani zake huko baada ya vita vya siku 12 vya Marekani na Iran mwezi Juni mwaka jana. IAEA inaamini urani hizo zilizorutubishwa bado ziko katika eneo hilo, huku akitaka Jamhuri hiyo ya Kiislamu kuidhinisha IAEA kuchunguza kinu cha Isfahan. Ni Amina Abubakar huyu na ripoti hiyo kuhusu hali jumla ya mzozo wa Iran. Vita hivyo vya maneno ambavyo umesikia katika ripoti ya Amina Abubakar vilivyozuka kati ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na Rais Donald Trump wa Marekani kuhusiana na mzozo huo wa Iran vimeibua mashaka mapya ya kuzidi kulegalega kwa mahusiano kati ya Trump na washirika wake wa Ulaya. Lakini upi hasa ulikuwa msingi wa matamshi ya Merz na kwa nini matamshi yake yamemkasirisha Rais Trump? Swali hilo na mengine nimemuuliza Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ulaya, akiwa mjini Berlin. Nadhani Merz alichosema ni kweli kabisa kwamba Marekani haikudhani kama itachukua muda mrefu, na ndio maana haikuwa na ile exit strategy. Na kitu ambacho Merz ambacho ameongezea ambacho
kinamuumiza Trump ni kwamba kusema kwamba Iran imekuwa kama inamdhalilisha Marekani. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho tunaanza kukiona sasa hivi kwamba nchi nyingi hapa za Ulaya zilikuwa zinaogopa sana Marekani, kuiambia Marekani, lakini kati ya baraka ambazo tunazipata katika vita hii ya Iran ni kwamba Marekani imeonekana kabisa kwamba nguvu za Marekani zina mwisho wake. Kwa hiyo Iran ndio imeweza kutuonyesha hiki kwamba, na ndio maana sasa hivi viongozi wa Ulaya wanaweza pia kusema hadharani. Huu sio mvutano wa kwanza kati ya Trump na viongozi wa Ulaya. Tuliona walijaribu wakati mmoja kutupiana maneno, Trump dhidi kwa mfano ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Baadaye tulishuhudia mvutano wa maneno kati ya Trump na waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez, na hata mshirika wake bibi Giorgia Meloni wa Italia. Inavyoonyesha washirika hawa wa Marekani barani Ulaya, mzozo huu wa Iran umewatenga kwa kiwango ambacho wameshindwa kuzuia tofauti zao, sio? Ni kweli kabisa, umewatenga kwa sababu Marekani hakuwashirikisha, na ndio maana viongozi wengi wa Ulaya walikataa Marekani kutumia kambi zao za kijeshi hapa kuishambulia Iran. Kwa hiyo ni mgogoro ambao umefanya kuona Ulaya kama imetengwa, na tukumbuke sasa hivi kwamba hawa viongozi wengi wa Ulaya wanaanza kuikosoa Marekani kwa sababu pia ukiangalia hata kura za maoni hapa Ulaya zinaonyesha kabisa kwamba watu wa Ulaya wengi wanaanza kuiona Marekani kama hatari. Wanaanza kumwona Trump kama ni mtu hatari sana, na kiongozi yoyote ambaye anajiweka karibu na Trump anaweza kupata pigo la kisiasa, kama tulivyoona katika uchaguzi ule wa Hungary ambapo Viktor Orban alishindwa uchaguzi kwa sababu ya kupigiwa kampeni na JD Vance na serikali ya Marekani. Iko nadharia ya kusema tofauti hii ya mtazamo inatokana na mawazo ndani ya viongozi wa Ulaya kuwa Marekani haijali maslahi ya Ulaya, kwa sababu kwa takwimu zote zilizopo inaonyesha Ulaya ndio inaumia zaidi na vita dhidi ya Iran ambavyo vilianzishwa na Marekani na Israel bila hata kuwashirikisha viongozi wa Ulaya. Ni kweli kabisa, Ulaya ndio inaumia sasa hivi kwa sababu ukiangalia Ulaya, tukumbuke wakati mzozo wa Urusi na Ukraine ulipoanza, walijitoa katika mafuta na gesi ya Urusi. Kwa hiyo walikuwa wanategemea sana hizi nchi za Ghuba kupata nishati zao. Kwa hiyo kwa Trump kuanzisha vita hii bila kushirikisha nchi za Ulaya, wakati akijua kabisa kwamba nchi hizi za Ulaya zinategemea sana nishati kutoka nchi za Ghuba, ina maana kwamba ndio maana Ulaya sasa hivi wanamwona Trump ni mtu hatari sana katika chumi zao. Na hili linaweka wapi mahusiano kati ya pande hizi mbili? Mahusiano yatabaki kuwa tete kwa sababu kuna uaminifu ambao ni kama umevunjwa. Kwa hiyo ili kurudisha mahusiano haya yawe kama ilivyokuwa katika viongozi wa huko nyuma, ni lazima kuleta uaminifu. Nadhani uaminifu huu utarudi endapo Ulaya itaanza kushirikishwa katika sera za mambo ya nje ya Marekani. Chochote kinachofanywa lazima Ulaya ishirikishwe.